Unajua kwanza jembe kama jembe amekuwa ni mtu ambaye anaona mbele. Sawa bwana. Unajua zamani watu walikuwa wanachukulia marehemu kama ameshakufa ameshaondoka. No, yule mtu unaweza kukuta alishafanya mambo mengi makubwa, lakini hata kama hajafanya makubwa, lakini mwili wa mtu unakuwa na heshima zake. Kwa jembe akaona atarudisha vipi furaha ya mfiwa. Maana mwisho wa siku hata kama umefiwa lazima maisha yaendelee. Jembe akakaa akafikiria, akaamua kutengeneza kitu kama hichi hapa. Familia yoyote, afu jembe anajali, sio mtu lazima una pesa au una pesa. Mtu yote anaweza akakodi hii gari akapeleka msiba nyumbani, na hii gari kitu imeipenda. Unajua sisi ni engineer, tunajua kuangalia hii gari kitu tumeipenda. Hii gari haichagui ardhi, inaenda mahali popote pale. Yes, ina four wheel drive, gari iko full HD, angalia TV iko hapa ndani nzuri, kuna friji safi iko hapa. Viti luxury kabisa. Hivi viti vya Land Cruiser vifungwa kwenye IC, design kitu kizuri kinoma. Tunampongeza sana kwa hilo. Ile tabia ya watu kupakiza ndugu zetu waliotangulia mbele zake kwenye carrier, nataka uikemee kidogo, uambie huduma ya jembe imekuja sasa. Naomba niombe watu. Cha kwanza kabisa nakemea mfu sio mzigo. Unampakiza mtu kwenye carrier kweli jamani? Marehemu anafika amenuna. Kuna saa nyingine anaziko tu basi amekubali tu, lakini kuna saa hapendi kuzikwa. Kuna saa mnafika kwenye carrier, jeneza liko juu. Mnafika jeneza halipo. Kumbe liangukia pale mtoami. Au mwingine unakuta wamebawana kwenye siti, wamelaza siti za Costa wakamweka kule nyuma. Anapigwa na vumbi na gari ile hapa la AC. Lina friji ndani, lina siti za luxury. Na huduma ni bei rahisi. Huduma ni bei rahisi. Alafu nilichopenda zaidi, hili gari ndo la kwanza Tanzania na East Africa. Hamna gari kama hili. Kabisa. Umeelewa? Haijawahi kutokea. Nimejiuliza sasa huyu alinunua hili gari, Mungu wangu, ni gari la pesa mingi. Hii pesa anarudishaje? Nikagundua kwamba kumbe na yeye anatenda fadhila kwa watu. Unajua mtu mwenye fikra ya kinifu anafikiria na mimi yani wale marehemu walikuwa kama sisi. Na kuna siku sisi tutakuwa kama wao. Sasa kwa nini tusiwabebe sehemu nzuri kama hii? Umeona bwana? Kwa sababu mwisho wa siku lazima urudishe fadhila. Kwa turudishe fadhila kwa ndugu zetu. Wametenda mengi mema, mabaya machache. Kwa hiyo tunawakumbuka kwa mema yao waliotuacha duniani, tukaamua tuwalete kitu kama hicho hapo. Yeah. Kwa hiyo ile tabia kina Shirima inabidi waachane nayo. Nikikuta mtu amebeba, yani sasa hivi tuko doria. Tukikuta umebeba marehemu ukamfungia kwenye carrier, tunasimamisha hiyo gari hapo, tunakula fimbo, tunampigia jembe si moja achukue huo mwili au tunaanza na dereva. Dereva atakula salala. Dereva utampiga, utamwambia una ushauri. Kwa sababu unakuta dereva kwanza na nywele za kwapa. Hajanywa kwapa. Alafu mpaka oshi. Dereva augi kwa wakati. Umeona sasa? Yani marehemu anafikishwa kweli ana tabasamu. Alafu unakuta dereva watu wanaomboleza, yeye anakunywa pombe kali, machozi ya simba. Why couldn't you? Ukisafiri na hii gari, familia zimekaa hapa. Kuna saa tataji kurefresh mind. Kuna kinywaji kwenye kifriji. Wanafunua pale, kuna kajuisi. Kuna saa nyingine labda anaweza kujisahau tu jembe akaweka kawaini. Alafu uzuri mmoja, anaweza kujisahau tu kawaini. Uzuri mmoja, hii gari ina muziki mkubwa. Sawa bwana. Muziki ndo balaa. Kuna saa nyingine unajua sio wote tunaweza tukambeba mwili wa mzee wa kanisa. Tukapiga maombolezo yetu pale. Kuna siku kuna mtu atakwambia sasa wewe tuwekee ngoma yetu bana, usiku muuni wetu alikuwa ni rasta. Aende kwa nani reggae. Kuna ile unafika msiba na watu wanashangaa msiba. Baba amemheshimisha, angeamka akaona gari lilobebewa. Kweli angeamini anapendwa. Mbeba mtu na pick up jamani kweli. Guta kweli. Guta haiwezi, utakula fimbo. Na wengine wanasafisha na toyo. Toyo mtu anafunga mirunda huku kama sementi. Hata kama mtu ameondoka hajaacha urisi wowote. Mimi subiri usinitemee mate. Mtu anaondoka hajaacha urisi, ameacha sweta na vikombe. Hata si watu wanajamii, hata kama mtu alikuwa na kitu. Tumstirini. Sawa, mtu unakuta mama analia kwenye msiba anapiga ukunga. Sio kama analia kwa maumivu, analia kwa sababu ameacha sweta na watoto 6. Basi sawa, tumfariji yule mama, basi ajue kwamba mume wake alikuwa anampenda hata kama alikuwa na kitu. Wajani pia stiriwe, wajani. Yani wangu tifanya kama alikuwa na kitu lakini alikuwa na gari zuri. Fazila ameniacha lakini Mungu amemstiri Fazila, alikuwa anaishi na nchi vizuri. Umeona bwana, lakini lazima furahie maisha. Sisi tunamshukuru Mungu bwana, tuzidi kumwombea jembe Mungu ampe maisha marefu, azidi kubuni vitu vikubwa kama hivi. Asanteni jamani.